Makarani waongozaji watakiwa kuzingatia unadhifu na nidhamu, pia kuwapa kipaumbele wenye uhitaji maalum. Ameyazungumza hayo Josephine Lusatila, afisa maendeleo ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi katika mafunzo ya makarani waongozaji kuelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba 2029 uliofanyika katika ukumbi wa shule ya sekondari Ngara. Ninyi ndio watendaji mnaokutana na wapiga kura. Hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakaofika kituoni. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba sisi ni moja kwa moja watu wetu ni wale wapiga kura, ndio tutakao wahudumia. Unadhifu unatakiwa. Sawa? Usiende huko ukapata shilingi 2 ukaenda huko ukazipiga, ukishazitwika siku unatakiwa kufika kituoni ziko hapa. Hata majukumu yako huyakumbuki. Ukifika katika hiyo hali, kwa kweli utachukuliwa hatua za kisheria. Na mnajua hilo ni zoezi nyeti, si ndio? Kwa hiyo kitakachokukuta utakuwa umekipanga wewe mwenyewe. Uwe nadhifu kichwani, uwe nadhifu kimavazi. Lakini lugha tutakazozitumia ziwe lugha nzuri. Sawa? Tuongee na watu wetu vizuri. Hata kama una stress zako huko nyumbani, ziache huko. Nenda fanya kazi yako, ukimaliza kazi yako, ukakabidhi vizuri, kamata stress zako, nenda nazo, rudi nazo nyumbani. Sawa? Kwa hiyo tujitahidi kuwa na lugha nzuri, lakini na sisi tuwe nadhifu. Lakini anasisitiza kwamba kwa wale wapiga kura wenye mahitaji maalum watakaofika kituoni tuwape kipaumbele. Tunaposema wale wapiga kura wenye mahitaji maalum ni kina nani? Tuna kina mama wajawazito, tuna wale wazee, tuna kina mama wanaonyonyesha, tuna wale ulemavu wa viungo. Hao ni wa kuangalia. Kuna mwingine anafika pale unamuona ni mgonjwa, sawa? Unamuona kabisa naomba mnisaidie nipige kura ili nirudi nyumbani. Kwa hiyo hao ndio wa kuwapa kipaumbele. Wapitishe, wamalize kazi yao, halafu warudi kupumzika. Mwenye mtoto mpitishe awe mbele, amalize kupiga kura, arudi nyumbani, amrudishe mtoto. Kadhalika mama mjamzito na wengine. Tuko pamoja? Kwa hiyo hawa wenye mahitaji maalum tuwape kipaumbele. Ndugu washiriki wa mafunzo, kwa kumalizia, ninawasihi mzingatie mafunzo mtakayopewa na mtoe uzoefu wa usimamizi wenu wa siku za nyuma ili iwe ni somo kwetu sote katika utekelezaji wa jukumu lililopo mbele yetu. Baadhi ya makarani na wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi ngazi ya kata, yani alokata, walikuwa na haya ya kuzungumza. Kwa majina naitwa Mwalimu Flora Matthew Alute, ni alokata Rusumo, na hapa tupo kwa ajili ya mafunzo. Tuko kwa ajili ya mafunzo ya makarani waongozaji wa wapiga kura, ambapo kazi hiyo itafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Hivyo mgeni rasmi ametoa maelekezo na amewaelekeza makarani kwamba wako katika mafunzo, na katika mafunzo haya kikubwa waweze kuelewa majukumu yao watakayoyafanya siku ya uchaguzi kama makarani waongozaji wa wapiga kura, ili mwisho wa siku zoezi likapate kuwa la ufanisi katika halmashauri ya wilaya ya Ngara. Mbinu tunazozitumia ili kuhakikisha kwamba makarani hawa wanaenda kufanya kazi kwa ufanisi ni kwa kuwapa mwongozo au maelekezo kuhusiana na namna ya utendaji kazi, na wanapata semina saizi, wanaendelea na mafunzo, na tunaamini siku hiyo watakuwa wameiva kwa sababu wako katika mafunzo na nafundishwa mada moja baada ya nyingine kulingana na mwongozo, na pia tunafuata sheria, kanuni na taratibu za ufundishaji na namna ambavyo wataenda kufanya kazi na majukumu yao kuyatimiza wanapokuwa katika vituo husika watakavyokuwa wamepangiwa.
Wito wangu ni kwamba makarani wakafuate taratibu, kanuni na sheria zilizowekwa, na kwa sababu tayari wameshakula kiapo, wameshajitoa kwenye vyama vyao, wameshajaza fomu za kujitoa katika wanachama. Cha msingi wanachotakiwa ni kwamba wahakikishe yale walioyaelekezwa wanaenda kuyafuata, na mwisho wa siku zoezi letu likapate kukamilika vizuri. Ni kweli kuna watu ambao wana ulemavu ambao hawawezi wao wenyewe kujiongoza, mfano au labda wengine wanakuja pengine wazee. Vitu kama hivyo vinaweza vikatokea katika vituo vya kupiga kura, lakini kulingana na maelekezo ambao wanaendelea kupata na ambao wameshapata ni kwamba watu kama hawa hasa kwanza watapewa kipaumbele katika zoezi zima litakalokuwa linaendelea. Makarani watakapomuona mtu huyo watamchukua moja kwa moja na kumuombea ili aweze kuchukua, kama hawezi pengine na ulemavu, achukue msaidizi wake wa kwenda kumsaidia kwa ajili ya zoezi hilo. Mwisho wa siku aweze kupiga kura kwa wakati na kurudi nyumbani kwenda kutulia kwa ajili ya kusubiri matokeo. Majina yangu naitwa Peter Jeremia Kapalala, ni alokata kata ya Mgoma. Tupo hapa kwa ajili ya mafunzo elekezi kwa makarani waongozaji wa wapiga kura katika vituo vya kupigia kura katika kata mbalimbali zinazounda tarafa yetu ya Kanazi na tarafa ya Nyamiaga. Nyaraka pamoja na vielelezo kwa maana ya vitabu vya maelekezo vipo, vinajielezea kabisa wajibu, kwanza sifa ya karani mwongozaji, lakini wajibu wa karani mwongozaji anatakiwa kufanya nini kwa wakati awapo katika kituo cha kupigia kura, wajibu wake ni upi na majukumu yake ni yapi katika kituo cha kupigia kura siku yenyewe ya tarehe 29 Oktoba ambayo ndio itakuwa siku ya kupiga kura. Kwa hiyo mambo yote na mafunzo bado yanaendelea. Imani yangu ni kwamba kwa namna ambavyo tuna wawezeshaji mahiri na makini wakiwemo maalokata, tunajitahidi sana kuwaelimisha, tunakwenda taratibu ili kila mshiriki ambaye atakuwa karani mwongozaji aweze kuelewa kwa ufasaha kipi atakachokwenda kukifanya katika kituo cha kupigia kura. Sasa lakini kwa minajili ya kwamba huyo ishakuwa mtumishi wa tume, ameshakuwa mwajiriwa wa tume, kwa wakati huo tunamtaka ajiondoe kwenye chama chochote kile cha siasa anachohusika nacho, aweze kuendana na utaratibu na maelekezo ya Tume Huru ya Uchaguzi. Wananchi tunachoomba watarajie na kutoka kwetu ni pale ambapo tunakwenda kutenda haki ambayo kimsingi itampa uhuru mtu kuchagua kiongozi atakayemtaka awapo katika kituo cha kupigia kura. Kwa majina naitwa Mr. Elias Charles Barifiki, ni karani mwongozaji wapiga kura. Watu wote watakaohusika katika swala hili, hasa makarani ambao wamechaguliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, wahakikishe kwamba wanaishi kiapo kile ambacho wamekiapa kwa siku ya leo, ili uchaguzi uwe wa haki na huru. Wapiga kura kwanza inabidi wafuate sheria na wafike katika vituo vyao vya kupigia kura kwa muda uliopangwa kuanzia saa 2 kama ilivyoelekezwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini pia hawa wasimamizi makarani ambao wamechaguliwa ambao wameteuliwa na Tume ya Taifa Huru ya Taifa ya Uchaguzi, wahakikishe kwamba nao wanafika kwa wakati sahihi katika vituo ambavyo wamepangiwa kusimamia zoezi la upigaji kura. Wamama wanaonyonyesha, walemavu, wazee ambao wana umri wao umeendaenda kidogo, hao inabidi wapewe kipaumbele kipindi cha kupiga kura, tofauti na makundi mengine. Kwa mfano kuna vijana ambao bado wana nguvu na uwezo wa kusimama kwenye mistari kipindi kile cha kupiga kura, lakini hao makundi maalum kama walemavu, kama tulivyosema, wamama wanaonyonyesha, wenye watoto wachanga, hao inabidi wapewe kipaumbele kipindi cha kupiga kura. Kwa majina naitwa Amani Rutebuka Frenki, natokea kata ya Kirusha. Mimi ni karani mwongozaji katika kituo cha kupigia kura. Ni kwamba ni hivi, kwa sababu kwa wale ambao hawajui kusoma na kuandika, pale kuna kuwepo na wino ambao watawekewa kwenye kidole chao kikubwa kwa ajili ya kuweka kama sahihi kwa mgombea yote ambao atakuwa anamtaka. Kama ni mgombea urais,
Kwa hiyo yeye ataruhusiwa yeye kuchukua ule wino ambao tutakuwa tumemweka kwenye kidole chake, ataenda kugandamiza kwenye ile picha ya yule mgombea anayemtaka kumchagua. Ni kwamba kwa watu ambao watakuwa wana udhaifu wa macho, tutatumika kwa direct sisi kama sisi kuweza kuwaonesha sehemu sahihi ya kuweza kusaini. Kwa mfano tutakuwa tunawasomea kama kipengele kinachofuata, unaenda kumchagua mgombea fulani na fulani na fulani. Je, unamtaka mtu gani? Yeye mwenyewe atasema kata ule wataja ni mtu fulani, tutamdirect kidole chake kwenda kuweka sahihi ile sema leo itaja yeye. Anaweza kuja na mtu ambaye anamwamini kwa ajili ya kumpigia kura? Hapana, kwa sababu ile tunasema kura yako ni haki yako. Kwa hiyo hatuwezi tukasema yeye aje na mtu mwingine kwa maana ya kuwakilisha, sababu yeye kama yeye ndiye inabidi amchague kiongozi anayemtaka. Kwa hiyo inabidi iwe si na ni kiongozi gani anayemtaka yeye kama yeye. Kwa majina naitwa Edith Erikana Banchako, natokea kata ya Mgoma. Upande wa mama wajawazito nitawapa kipaumbele kupiga kura, ndio watakuwa wa kwanza, na watu walemavu na wasiojiweza ndio watakuwa wa kwanza, ingawa watakuwa na kadi za mpiga kura. Hatupaswi kutoa siri yote ile kulingana na kura zetu ambazo tulikuwa tumesimamia kwa siku hiyo ya Oktoba 29 mwezi wa 10 2025. Haupaswi kutoa siri yote ile ya kura mlizozipiga. Pia nitahakikisha wote wanapiga kura kwa usawa. Wajibu wangu nitawapa elimu ambao wajui jinsi ya kupiga kura. Nitahakikisha kila mwenye kadi za kupiga kura na ambao wameshajiandikisha kwenye madaftari ya kupiga kura wanapiga kura kwa usahihi. Josephat George, Kajo Media TV.